kwenye makala hii ya Kinagaubaga ambayo mgeni wetu ni Julien Paluku, waziri wa Kongo wa biashara ya nje. Miongoni mwa yale tutakayozungumza naye ni pamoja na kampeni ya serikali ya Kongo ya kuhamasisha makampuni ya kimataifa kuhusu madini ya damu yanayochimbwa mashariki mwa Kongo kupitia Rwanda, na vile pendekezo la Kongo kutaka kuiuzia Marekani madini yake kwa kubadilishana na msaada wa kijeshi. Anayekukaribisha kupitia DW ni mimi John Kanyunyu. Mheshimiwa Julien Paluku, jambo. Jambo. Kongo imeanzisha kampeni ya kidiplomasia kuyahamasisha makampuni ya kimataifa ili kutonunua madini ya Rwanda, ambayo serikali ya Kongo imesema kwamba madini hayo yanaporwa nchini Kongo, ikiyataja pia kuwa ni madini ya damu. Kwa nini kampeni hiyo inaanzishwa hivi sasa na sio jana au miaka iliyopita? Asante sana. Katika miaka iliyopita Rais Kagame alikuwa anasema kama anakuja Kongo ni kwa sababu ya FDLR, kama anakuja Kongo ni kwa sababu ya hotuba za chuki zidi ya kabila fulani. Lakini sisi tumetembea ulimwenguni kwa kuweza kutangaza yale mambo, kwa kuonesha ya kwamba FDLR ambayo Kagame anafuatilia Kongo sio FDLR ya watu, ni FDLR madini, yani coltan, yani dhahabu ama gold na nyingine madini ambayo inamsaidia leo kwa bajeti ya kwake, kwa sababu unajua bajeti ya Rwanda mojawapo ni kutokana na madini yanayotoka Kongo, pili ni kutokana na misaada. Kwa hiyo kama tunakata msaada kutoka nje, wanakata pia mambo ya madini, serikali ya Rwanda inaanguka kwa sababu haitapata hata fedha ya kuweza kulipa wafanyakazi. Na ndio maana nafanya juu chini ili vita iendelee mashariki mwa Kongo, yeye aendelee kupora mali, kwa sababu ni ile nampatia nguvu ya kuweza kusurvive, yani ya kuweza kuishi na serikali yake. Hiyo ndiyo kampeni kubwa ambayo tunafanya, na tunasema tangu leo tunatoa mwito kwa ulimwengu mzima ili madini ambayo Rwanda inapeleka kwenye soko ya kimataifa itambulikane kama madini ya umwangaji wa damu, na hii itakuwa suluhisho ya kumaliza vita. Unadhani kwamba makampuni ya kimataifa yatasikia sauti ya Kongo na kuja kununua madini ya Kongo? Shabaha ya serikali ni kuelezea makampuni zote ulimwenguni ya kwamba kuliko kuzungumza na mwizi, kuja kuzungumza na mwenye mali, na sisi tuko tayari. Kama kuna vitu fulani ambavyo wanasema serikali ya Kongo haivifanyi, watueleze ni nini wanataka tufanye, alafu tufanye nao biashara. Mimi ni waziri wa biashara, na tunajua ya kwamba kuna sheria ambazo zimewekwa kwa kuweza kuwakubali wafanyabiashara wao wengi katika nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo kuliko kuzungumza na mtu ambaye anaiba mali ya nchi na nyinyi mtambulikane kama wizi wa yale mali, mkuje kuzungumza na DRC, sisi tuko tayari. Hiyo ndio shabaha ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kusema yoyote atakayenunua madini kutoka Rwanda atambulikane pia kama mwizi, na sijue kama wazungu kutoka Ulaya watapendelea waitwe wizi wa mali ya Kongo kupitia Rwanda. Wiki chache zilizopita Kongo iliwakilisha mashtaka nchini Ufaransa na Ubelgiji dhidi ya kampuni ya Marekani ya Apple katika kile serikali yenu imesema ni ununuzi wa madini ikiwemo coltan, na ununuzi huo wa madini ni kwa njia haramu. Tayari kesi hiyo imetupiliwa mbali huko Ufaransa. Unadhani kwamba kampeni ya hivi sasa itakuwa na matokeo tofauti? Kama serikali ya Kongo imeweza kushtaki viwanda fulani, ni kwa sababu tunapenda tujue kweli ni nani anayekuwa nyuma ya Rwanda kwa kuweza kumwanga damu katika mashariki mwa Kongo. Hiyo ndio shabaha ya Kongo. Sio kwa sababu tunataka tupigane vita na serikali fulani, kwa serikali ya Marekani, serikali ya Ufaransa ama Umoja wa Ulaya. Ni kwa sababu wale wazungu ambao kwa muda uliopita walikuwa wakoloni, sasa wamesema wameingia katika mfumo wa kuweka uongozi bora sehemu zote ambao walileta ukoloni. Kwa hiyo tunapitia hiyo njia kwa kueleza kama nyinyi sasa hivi mnasema sisi sote tufanye uongozi bora, kwa nini mtaendelea kushirikiana na yule ambaye anapora mali, na yule ambaye halete uongozi bora katika Afrika, yule ambaye mauaji ndio chakula chake cha kila siku? Hiyo ndio shabaha ambayo sisi kama serikali ya Kongo tunafuatilia. Ukosefu wa usalama, rushwa na mazingira magumu ya uwekezaji ndio sababu za makampuni ya kimataifa kutoegeza nchini hapa. Kwa nini
serikali ya Kongo inashindwa kuhakikisha utawala bora ili kuwavutia wawekezaji? Ndio umesema mambo ya ukosefu wa usalama. Si ndio ilikuwa strategy ya Paul Kagame? Yeye alikuwa akaleta mvurugo na machafuko mashariki mwa Kongo kwa sababu kila mtu akisikia Kongo anasema huko kuna vita, sitakuja. Ndio ilikuwa kazi alikuwa akifanya. Sasa leo Umoja wa Mataifa umeweza kusaini mkataba wa kusema watasaidia Kongo. Yaani kama yale mambo yanakwisha, vita inakwisha, kuna mambo ya undani sisi kama serikali tunapaswa kurekebisha pia. Kama mambo ya rushwa vile unatoka kusema, kama mambo ya uongozi bora, hiyo ni mambo yetu sasa ya ndani. Tukimaliza vita, acha tutachunguza mambo ya ndani sasa, kuboresha uongozi, kumaliza rushwa na vinginevyo. Mimi kama waziri wa biashara niliweza kuleta kwenye government program moja ya kuweza kutaja vitu gani tunapaswa kupeleka Amerika. Ilikuwa kama vitu 21 ya vitu mbalimbali na karibu aina 5 ya madini, ukiweko colta, ukiweko cobalt, ukiweko lithium na zingine. Ni katika mpango huo ndio tunaweka mkataba ambao tutasaini na Amerika, ili faida tutakayopata kutokana na mkataba huo wa madini sisi na Amerika, ni sisi tutajua kama ile faida tutaiingiza kwenye security, tutaiingiza kwa kujenga mabarabara, tutaiingiza kwa kuleta moto wa umeme, tutaiingiza kwa kuweza kujenga shule. Hiyo ni strategy yetu kama government. Kwa hiyo watu wasitusemeshe ambayo hatujasema, kusema mkataba huo una shabaha ya kuweza kuambia Amerika isaidie katika mambo ya usalama. Hiyo ni mambo yetu ya ndani. Waziri, umekuwa ukiongoza timu ya wajumbe wa Rais Felix Antoine Tshisekedi kwenye nchi mbalimbali hapa barani Afrika. Bila shaka ni kuhusu swala la amani huko mashariki mwa Kongo. Tunaweza kupata matunda ya pita zenu? Kwa sasa nawaza siwezi nikapanda matunda. Tumepita nchi nyingi sana, lakini mimi nawaza vile mnavyoviona kunako Umoja wa Mataifa ama Umoja wa Ulaya, nawaza ni mmoja wapo wa matunda ambayo inatokana na kuwa watu tumewafafanulia sana vita vya mashariki mwa Kongo vimeanza wapi na nini kabisa msingi wa vita hivyo. Watu wameanza kuelewa. Unajua zamani rais wa Rwanda alikuwa kivutia watu tu na kuelezea ongo sana, na watu walikuwa wamefunikwa kama kitambala sijui kwa macho, hawakuwa wanaona kabisa ni nini inafanyika mashariki mwa Kongo. Na mzunguko ambao tumefanya ambao wewe unaita pita hiyo imesaidia, kwa sababu kuna watu ambao tunaelezea ikiweko na marais wa nchi zingine ambao hawakuwa wanajua hiyo details ambazo kabisa tunawaelezea kwa makini sana. Tunawatangu miaka 94 mpaka leo tunawafafanulia vizuri vita vile vimeweza kufanyika. Kampeni ya kuhamasisha makampuni mbalimbali ya kimataifa kutonunua madini ya damu inafanyika wakati viongozi wa makanisa, yani maaskofu wa kanisa la Kikatoliki Senko pamoja na wachungaji wa makanisa ya Kiprotestanti SSA wako katika juhudi za upatanishi. Unadhani kwamba mchango wao utachangia kurejesha amani nchini hapa? Unajua, wakati nchi inavamiwa ni lazima kuangalia njia mbalimbali ambazo zitasaidia kuleta amani. Kama maaskofu na wengine wakubwa wa makanisa na sisi kama mawaziri na wengine wanafanya hivyo kwa sababu kila mtu ameelewa ya kwamba ni lazima alete mchango wake kwa ajili ya kuleta amani ya kudumu. Serikali yetu inatazamia kila mkongomani yoyote ambaye anakuwa na maoni mazuri ya kuweza kusaidia nchi yetu ayalete kwenye meza, alafu tuangalie ni vipi tutaleta amani. Ni lazima kila mkongomani alete mchango wake ili tukomeshe vita ambavyo vinakumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tuanze kujenga nchi ya kwetu. Mheshimiwa Waziri Julien Paluku, asante sana. Asanteni. Na kufikia hapo tunakamilisha makala hii ya Kinaga Ubaga ambayo mgeni wetu alikuwa ni Julien Paluku, waziri wa Kongo wa biashara ya nje. Mimi ni John Kanyunyu, hadi wakati mwingine, kwa heri.